Bwana na malaika wako hapa. Hiyo kamba inakatika dakika hii. Umejaribu kujitoa mahali imeshindikana. Roho wa Bwana yuko mahali hapa. Ninaona nguvu za Bwana. Ninaona miali ya moto. Ninaona malaika wako na upanga wanakatakata kamba. Umeunganishwa na laana, inakatika. Umeunganishwa na mume wa kiroho, hiyo kamba inakatwa. Umeunganishwa na mke wa kiroho, nasema hiyo kamba inakatika. Hiyo kamba inakatika. Kamba ya umasikini, kamba za madeni, kamba za kutolewa, kamba za kutooa, hizo kamba zinakatika. Kama uko kwa nyumba, inua mikono, shout fire. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Bwana asifiwe. Haleluya. Ambia mwenzako, kama wewe hujafungwa, mimi nimetoka mbali. Na ukikaa mahali na mtu ameboeka, unaama hapo. Sema amen. Amen. Napenda watu wako live. Sema amen. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Napenda watu wanapokea neno. Yes. Ukisikia kukimbia kimbia, unakimbia unasema napokea. Ukisikia kusimama unasimama. Yes. Ukisikia kukimbia kwa madhabahu guzi hapa unakimbia. Mtu aseme fire. Nakutabiria kama nabii wa Bwana. Hiyo kamba ya umasikini ambayo imetoka kwenu lazima ikatike leo. Kama baba yako aliishia masikini, sitaishia. Hiyo kamba lazima ikatike leo. Kama dada zako hawakuolewa, utaolewa. Hiyo kamba tunaikata leo. Kama hawakuona harusi, utaiona. Hiyo kamba itakatika leo. Makata ya laba. Na kwa kusudi hii mwana wa Adamu alidhihirishwa, akazivunja vunje kazi za giza. Ndizo hizo kamba tunakatakata leo. Ninakataa kufungwa kwa madeni. Hiyo kamba ya madeni katike leo, na sio kukatika ikikatika ichomeke. Nasema kamba za madeni, kamba za kutoendelea. Kila saa ni wewe watu wanadharau, kila saa roho ya kuchukiwa, kila saa roho ya kuonewa. Hiyo kamba natangaza by fire, lazima ikatike leo. Haya sio maisha yangu ninakaa, lazima nirejeshewe maisha yangu. Ndugu zangu walinifunga na kamba, wakasema sitaenda mbali. Hiyo kamba ikatike. Waliofunga huduma yangu wa Deliver wakasema haiendi popote. Hizo kamba zinakatika leo. Nasema hizo kamba zinakatika leo. Waliofunga mchungaji mguu asiende, hiyo kamba inakatika. Aliyefunga mke wako asiende kanisani, aliyefunga mume wako, aliyefunga watoto wako na kamba, kamba za wachawi, ninaachilia upanga. Ninaachilia upanga. Ninaachilia upanga wa kukatakata. Holy Ghost anatembea. Hizo kamba zinakatika. Unaondolewa kwenye hizo laana zao. Unaondolewa kwenye laana za magonjwa. Unaondolewa kwenye laana ya kukosa kazi. Hizo madhabahu lazima zikatike. Walibeba picha yako wakapeleka kwa uganga, kumbe ni kamba umewekwa. Walibeba nywele zako wakapeleka kwa uchawi, kumbe hiyo ni kamba uliwekwa. Walibeba nguo yako wakapeleka kwa uchawi. Walichukua kufuli wakafunga, wakasema hutawahi endelea. Ninakuja kama nabii wa Bwana. Watu wa Nairobi, kila kamba uliofungwa nayo na ndugu wa karibu, hizo kamba zinakatika. Hiyo kamba inakatika. Hiyo kamba inakatika. Waliona ndoa yako imefaulu, wakaenda kwa waganga wakaweka kamba. Leo hii mumeanza kutoelewana. Hiyo kamba inakatika masaa haya. 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 Walibeba uso wako, wakabeba uso wako, wakakutupia roho ya kukataliwa. Na kila kitu imekukataa. Angalia ndoa imekukataa. Angalia pesa imekukataa. Ajira imekukataa. Biashara imekukataa. Kumbe ni kamba. Upanga ndio huo Bwana anaachilia. Hiyo kamba inakatika. Hiyo kamba inakatika. Bwana amenituma leo akaniambia, mtumishi wangu, nimekupa mamlaka ukakatakate kamba zilizofunga watu wangu. Kanisa la Kristo, wakati wenu umefika. Hiyo kamba inakatika.
Sema fire. Sukuma mtu mwambie kumbe ni kamba ulifungwa. Nikiangalia watu naona wengine wanakamba kwenye miguu, wengine wanakamba mikono, wengine kamba ziko shingo. Hizi kamba ni za kiroho zionekane, lakini umewekwa na maadui, umewekwa na watu wa karibu wasiopenda kuona ukifanikiwa. Ninakuja kwako na upako, ninakuja kwako na upako. Hautafungwa tena. Hizo kamba zinafagiliwa, hizo kamba zinafagiliwa, zinachomwa, zinakatakatwa. Neema ya Bwana inashuka, baraka ya Bwana inashuka. Hautakaa mfungwa tena. Kenya haitafungwa na kamba za wanasiasa. Kanisa haitafungwa na kamba za wachawi. Kenya haitafungwa na kamba za ukabila. Kamba za ukabila zinakatika. Kamba za ukabila. Ninatangaza kamba za madeni. Taifa letu halitaitanishwa na umasikini, halitaitanishwa na madeni. Sikia, usiku wa juzi nikiomba Bwana akanipa mzigo wa kuombea taifa, na akaniambia katakata kamba za madeni kwa taifa. Ninatangaza uchumi wa taifa hii utaenda kubadilika. Hatuna nchi ingine, hii ndio nchi ya mababa zetu. Hiyo mikopo imepika mpaka matrilioni. Tunaita neema za Bwana, neema za Bwana, neema za Bwana, rehema. Neema za Bwana. Guza mtu mwambie kata hiyo kamba, kata hiyo kamba. Hata ng'ombe ukifunga sana inakatanga kamba, inaenda kula. Leo nakufungua, nakufungua. Enda kwenye baraka zako. Hiyo kamba inakatika. Kamba ya magonjwa, kamba ya magonjwa, kamba ya magonjwa ikatike, ikatike by fire. Moto wa Bwana unatembea, miali ya moto ianze kutembea. Hizo kamba zikatike by fire, by force. Rabadusha bakata ya labazanta raba. Walitufunga na kamba, wakasema watatumaliza, lakini thank God Jesus is here. Yesu amekuja kukata kamba. Walifunga mwanapunda, Yesu akatuma wanafunzi akawaambia endeni mahala fulani, wamefunga mwanapunda, endeni mkamfungue. Na mtu akiwauliza mwambieni Bwana ako haja na yeye. Hao wachawi waambiwe Bwana ako na haja na wewe, Bwana ako na haja na wewe, Bwana ako na haja na wewe. Inua mikono juu, shout fire. Inua mikono, sema fire. Inua mikono, sema fire. Patia mtu I5, mwambie kabla hujajiunga na hii kanisa, number 1 inaitwa mlima wa fire. Hautakosa makelele, maana hii ndio inatusaidia. Hata ukuta wa Jericho haukuangushwa kwa kunyamaza. Kuna kuta zingine zinahitaji kelele, na yeyote ambaye anasikia tukimsumbua ni mchawi. Asiyependa kelele ni mchawi. Mungu anasema kujeni mbele zangu na kelele. Neno la Bwana linasema make a joyful noise to the Lord. Kama Mungu ameniambia nipige kelele mbele zake wewe. Kelele takatifu. Patia mtu high 5. Shika ni yangu, shika hii. Bwana asifiwe. Hallelujah. Piga kelele za shangwe mbele za Bwana. Make a joyful noise. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Sukuma mtu kidogo, mwambie na ukitoka hapa hakikisha hizo kamba umekata. Kamba zilizokufunga kutoka nyumbani zikatike leo, zikatike leo. Kuna watu wachawi walifunga wasifike hapa. Hii Sunday utaanza kuwaona kamba tumekata. Hey! Kuna watu wametumwa waje wakusaidie, wakafungwa na kamba za wachawi wasikufikie. Ninawafungua wiki hii wakuje kwa maisha yako. Kuna
kuna watu watakupigia simu na wako wanapiga. Yeyote aliyefunga mume wako na kamba, hizo kamba zinakatika. Kuanzia leo mume wako hawe rafiki number 1. I want to make a declaration. Your husband from today will be your number 1 friend. Atakuwa rafiki wako. Waliyemfunga kwa kamba watamwachia. Achia. Hila neve ananayema. Siame siakwa. No que la siame donsi sieke ma que veo janga. Pigia Bwana shangwe na kelele. Bwana sifiwe. Angalia mtu kwa macho, muulize, je, ni kweli kwamba ndugu wa karibu wanaweza kukufunga kwa kamba? Jibu ni ndio. Mwambie ndio. Mwambie ndugu wa karibu anaweza akakufunga kamba. Na Biblia inatueleza vizuri sana kwa habari hii ya kufungwa kamba na ndugu wa karibu. Kabla tujaangalia kibibilia hapa kwa habari ya kufungwa na kamba na ndugu wa karibu, nataka tuangalie kwanza maana ya kamba ambazo zinazungumziwa hapa. Kamba ni nini? Uliza mwenzako, kamba ni nini? Biblia imeongelea sana neno kamba, na nataka nikwambie kamba, na tunatakiwa kwanza kujua kuwa kila neno lenye pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho. Leo nataka kuongea kwa habari ya kamba na kufungwa na kamba. Mtu aseme fire. Praise the name of the living God. Nasema Bwana asifiwe kanisa. Nasema Bwana asifiwe. Biblia imeongelelea mambo za kamba, na imesema kamba za mauti, kamba za kuzimu, na kamba nyingi sana ambazo zilikuwa zikiwafunga watu. Ukitaka kuangamizwa ama ukitaka kuangamizwa kwa urahisi, unafungwa kwanza ili usiweze chochote. Na hapa tukiangalia tunaona Samsoni alitoborewa macho akiwa amefungwa. Ndugu akitaka kutese wewe anakufunga, na ndio unaona walichukua kamba. Delilah anamfunga, namwambia ukinifunga, na ndio wakachukua kamba bichi wakamfunga. Nimetumwa nikatabirie mtu leo aliyekufunga kwa kamba, ama kasema utawahi pita hapa, uchumi wako umefungwa kwa kamba, usiwahi fika viwango fulani. Ninakuja na mafuta ya Bwana, ninakuja na mafuta ya Bwana. Hata kama ni mtu ulilala na yeye akakuachia kamba, hizo kamba zinakatika. Ninatangaza by fire, hizo kamba zikatike. Popote ambapo ulilala na kuna kamba za uchawi zikafunga hatima yako, hizo kamba zikatike. Ndoto yoyote uliota ikakuingiza kwa kamba na kifungo, ikatike masaa haya. Ninasema ikatike. Hey! Wakamfunga Samsoni kwa kamba, lakini Samsoni walipomwambia, wakamshitua, akamwambia Wafilisti wanakuja. Akaamuka tu kwa pumuzi moja tu, kamba zikakatika. Leo ninaachilia anga ya mabadiliko. Hizo kamba zitakatika zote. Hizo ndoto hautaota tena kuanzia leo. Sijui leo ninaongea kuhusu nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nina ujumbe kama nabii wa Mungu. Bwana amenituma. Wamekushikilia ya kutosha, hawana uwezo wa kukushika tena, hawana uwezo wa kukufunga tena. Leo uko huru. Tembea mwenyewe, tembea mwenyewe, tembea mwenyewe, tembea mwenyewe, tembea mwenyewe. Sisikii shangwe na vigelegele. Tembea mwenyewe. Kamba hizi ninazozizungumzia hapa ni kamba, ni majini. Ambia mwenzako, kamba zinaweza kuwa majini yamekufunga. Ingine inafunga mtu asizae, ingine inafunga mtu asiolewe, ingine inafunga mtu, inampiga. Unakuta maroho uliofungwa nayo huwezi fanya chochote. Kamba yeyote ambayo iwe ni majini, leo inaonja moto, haitakaa kwa mwili wako,
Hapo umeketi, moto uanze kuingia kuanzia nywele mpaka vidole vya miguu, ya kuondoa kamba ambayo ni majini, yapigwe na radi ya moto, yapigwe na radi ya moto. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana makofi. Hallelujah. Hizi kamba tunazozungumzia ni majini, ni manyoka, mapepo, mashetani, mizimu ambazo zinatumiwa na waganga wa kienyeji na wachawi ili kuwafunga watu. Yaani huyu jini au pepo anaweza akatumwa na mganga wa kienyeji au na mchawi ili haje kwako, na akifika anageuka na anakuwa kamba ya magonjwa, sema iondoke. Akifika kwako anakuwa kamba ya mateso, sema iende. Akifika inakuwa kamba ya nuksi, inaweza kuwa kamba ya mikosi na laana na balaa. Na hawa wachawi na waganga wanatumwa na watu wako wa karibu. Yeyote aliyetuma muganga kufunge, yeye na muganga wake tunawakamata. Yeye na muganga wake tunawakamata. Waliyekamata baraka zako, waliyeiba mikono yako na baraka za mikono yako wakafunga, yeye na muganga wake tunawakamata. Nasema wao na waganga tunawakamata by fire. Tunawavunja vipande, wavunje, wakatakate. Kila muganga aliye kinyume na maisha yangu ninakatakata. Yeyote aliye na picha yako, moto wake hapa. Yeyote aliye na viatu vyako, yeyote aliyebeba mchanga wa nyayo zako, moto wake hapa. Ayayayaya. Nasema fire. Nasema fire. Makatapa. Ninasikia kutabiri ule moto ambao uliteketeza wale watu walijaribu kutupa Shadrach, Meshach na Abednego kwenye tanuri la moto. Ninaomba mbingu dakika hii iachilie moto kwa watesi wako, wachawi wako. Hao wamekutesa hiyo miaka, hawaondoki just like that. Kabla waondoke, ule moto ulishuka wakati ule. Uachiliwe masaa haya. Hiyo jini yanze kuchomeka, hiyo jini yanze kuteketea, huyo mchawi yanze kuteketea, huyo mume wa kiroho yanze kuteketea. In mighty name of Jesus. Moto wake Mungu aliye gayo tumamwake newe mboya situmunde. Huyo Mungu anayejibu kwa moto hashuke sasa. Tumemzoea. Mungu atakujibu. Leo tunataka Mungu wa moto. Umunde tuetanga yulo sungeana mwake. Hamaida mama nekuingai. Usungeana mwake. Maadui wajue kuna Mungu anayejibu kwa moto. Tunataka Mungu anayejibu kwa moto. Hiyo kikundi ya wachawi ipigwe yote. Hiyo kikundi ya majini ipigwe yote. Hiyo madhabahu ipigwe yote. Hiyo madhabahu ficha imeinuliwa adhiriva ipigwe. Hao wachawi wapigwe. In the name of Jesus. Somebody shout fire. Pigia Bwana makofi. Patia watu wawili watatu high five. Waambie kwenga yosonge hana mwake. Waambie kuna Mungu jibu kwa moto. Leo nataka Mungu wa Elijah. Leo ninataka huyu Mungu wa Danieli aliyeteketeza, huyu Mungu aliyefunga simba vinywa ashuke. Wengine wafungwa hawatawahi kutusi tena, hawatawahi kuongea. Hiyo kinywa ya kukusengenya na kukuharibia kila saa ifungwe vile haitawahi funguka tena. Hiyo kinywa ya masengenyo walikataa kunyamaza. Leo Bwana wanyamazishe mwenyewe. Walikataa kunyamaza. Leo Yesu awanyamazishe. Nasema Bwana wanyamazishe, barikiwa. Nasema Yesu awafunge vile alifunga simba vinywa, hawakumdhuru Danieli. Huyo adui yako atanyamaza. Atanyamaza. Amekuharibia kazini, anakuharibia kwa ndoa, anakuharibia kwa marafiki. Mungu funga vinywa vyao. Kama ulifunga simba, funga hizo vinywa. Hawatanenea hii madhabahu vibaya, hawatanenea ndoa yako vibaya.
hawatanenea mume wako vibaya, hawatanenea kazi yako vibaya. Ninaita Mungu, Mungu wa ishara, Mungu wa matendo, Mungu wa ishara, Mungu wa matendo, jifunue, jifunue, jidhihirishe leo. Mungu wa Danieli, uko wapi? Uko wapi? Apiana, apiana, apiana. Mungu wa Danieli, uko wapi? Shuka sasa, shuka sasa, shuka. Jidhihirishe Mungu wangu. Shuka tukuone Mungu Baba. Shuka tukuone Mungu Baba. Shuka. Inua mikono juu kila moja katika nyumba. Inua mikono, sema Mungu, umenyamaza ya kutosha. Leo ni mimi na nyamaza, wewe anza kuongea. Leo sitawajibu, wajibu wewe, wajibu wewe. Wajibu Yesu. Wajibu Baba yangu. Naomba uketi kidogo, naomba Bwana kawajibu. Makata yaba. Nitajifunza kunyamaza. Wacha Bwana akaongea. Usicheze na mtu ambaye ajiulizie. Alisikia mliongea na amenyamaza. Huyo ni mtu hatari, wachana na yeye. Ananyamaza maana kuna muulizi. Usiongee na wao. Usijitetea. Usiwajibu. Wacha Mungu awajibu. Wajibu kwa niaba yangu. Makata ya laba. Haleluya. Wamekupiga vita juu uko kazini. Mungu awashushe na wewe upate kazi. Wengine wafilisike, wajue adabu. Waache kiburi, wengine wapigwe. Mungu akutetee na Mungu akuonekane. Somebody shout fire. Fire. Haleluya. Kuna wakati Daudi hakuwa anaomba Mungu tu, unaambia Mungu atendee mema. Kuna wakati alisema kuja uwaonyeshe mimi ni nakutumikia. Pakwa mafuta wako. Inua mikono, sema Father. Father, show them that you are my God. That you are my God. Rudia yote na sema Father. Father, show them. Siwasikii, sema Father. Father, show them that you are my God. That you are my God. Show them that you are my God. That you are my God. Na kutabiria Mungu ataenda kuonanisha. Hallelujah. Nimepewa ujumbe kwa watu specific leo. Yes. Umelia, watu hawajaona machozi yako. Umelia, watu hawajaona kilio. Mungu ananiambia kuanzia leo atawaonyesha ya kwamba wewe ni mtoto wake. Wamekudharau sana, atawashusha na atakuinua. Hiyo kitu alikunenea Bwana atatupa kwao. Ananiambia magonjwa ya Wamisri, yale magonjwa ya Misri mnao yajua, hayataingia kwenu, yataenda kwa maadui. Hiyo magonjwa uko nayo leo inaondoka, inaenda kwa maadui zako. Inua mikono, sema ninaitoa. Toa hiyo magonjwa, kila moja toa. Inua mikono, rusha. Ndiyo hiyo inaendea maadui zako. Ndiyo hiyo pressure. Ndiyo hiyo kisukari, kuumwa na miguu, kuumwa na kichwa usiku, inaenda kwa maadui zako na wewe unabaki huru. Somebody shout fire. Makatala badoza. Ati ni wewe kila saa unatibiwa infections, kumbe ni mashetani, sio infection. Leo kila aliye na infection ninaachilia power, ninaachilia fire. Popote palipo na infection ikamatwe masaa haya. Aliyekusukumia tunamrudishia. Wewe sio mtu wa magonjwa ya aibu. Infection kamata fire, kamata fire. Yani umeolewa, wanasema utafurahia ndoa, wakakupiga infection. Hizo tunawarudishia, tunawarudishia, tunawarudishia. Utapona bila dawa yeyote leo. Leo utapona bila sadaka yeyote. Utapona kwa damu ya Yesu. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea. Ay 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 ay. Yeah.
naiona kesho, kesho iliyopangwa na Mungu. Naiona kesho, 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 kesho iliyopangwa na Mungu, kesho ya furaha iliyopangwa na Mungu. Inua mikono, pigia Bwana kelele na shangwe. Hata wale wanataka ufe, haukufi. Sikufi. Haukufi. Sikufi. Ugaidi igokua. Asia indie kwa. Semeni sikufi. Sikufi. Naitwa sikufi. Naitwa sikufi. Kama unanichukia endelea. Sikufi. Sikufi. Hata kama alitoa sadaka ufe kabla ya wakati, hiyo sadaka imekataliwa. Hauziki watoto wako, hauziki familia yako. Hiyo ndoa unaombea ifilisike, haikufi. Hiyo roho tunaisambaratisha. Inua mikono, sema sifi. 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 Amen. Ndio kwenye. Ndio kwa. Ndigakwa. Anaweza asifiwe. Haleluya. Hata komanda na wananifurahishanga sana. Komanda alisema, "Mnasema ati ninakufa wapi? Niacha hizi vitu nzuri namna hii." Bwana Yesu asifiwe. Sema hatukufi Bwana. Hatukufi. Hatukufi. Hatujaenda mataifa. Hatujaenda mataifa. Hatujapanda mandege. Hatujahubiri Amerika. Hatujahubiri mbali. Mpaka nione nimeanza kutoka hapa na timu ya watu, tunaenda US, tunaenda South Africa, tunaenda mahala. Lazima. Inua mikono, shafaya. Nataka nipange kasafari kamoja na niende hapa JKIA. Na iwe ya Sunday ndio muwe mko job. Na wote munipeleke, watu washangae nani anaenda. Na tukifika hapo, kabla uondoke nikutabirie. Hivyo unaona ndege, maisha yako yanabadilika. Neema itashuka. Hakuna mshirika hapa atabaki kwa umasikini. Nimekataa. Hata kama walikuroga na wakakufa, ninakufungua leo. Nakufungua leo. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Hapa ni mlima wa moto, ishara na miujiza. Lazima uende mbali. Weka mikono kwa tumbo, sema kuanzia leo, aliyeshika uzao wangu, aliyepanda vitu vyake hapa, aliyeweka laana, kuanzia leo neno la Bwana litimie, ambalo linasema ndani yangu kutatoka chemichemi ya maji ya uhai, maji ya uzima. Hakutatoka kifo, kutatoka uhai. Ninasimamisha mipango ya shetani kwa hiyo tumbo. Nasimamisha mipango ya shetani. Nabariki uzao wako. Nabariki uzao wako. Nabariki maisha yako. Pokea. Makatala bado. Pigia Bwana makofi yaliyo. Sikia hapa. Ambia mwenzako kuanzia leo kuwa makini. Mwambie adui amejifanya smart. Mwambie wengine unakula na wao unacheka na wao. Wengine unakula na wao na unacheka na wao. Hallelujah. Amen. Can I confirm that? Yes. Biblia inasema Matthew chapter 10 verse 36. Na adui za mtu ni watu wale wa nyumbani mwa. Ambia mwenzako be careful. Umekosa church, umeenda get together ya watu wa nyumbani. Utakufia huko. Utagongewa huko. Wengine walilogewa kwa hizo vitu vya nyumba. Hizo bash hauitangi maadui, unaitanga marafiki. Hapo ndio wanakuja na wanabeba nywele yako. Pale unapenda kushukwa sana, ndio amekutoa nywele moja, maana anashinda unatoanga pesa wapi ya kushukwa kila design. Anaenda anakufunga. Nywele zinaendangiwa kwa huko salon, zile mnaendanga. Sema wapigwe. Nimeombea mtu hapa, walikuja wakambebea nguo za ndani wakamfunga. Huyo unafunga mambo ya ndoa na unapigwa na vitu vibaya sana kwa uzazi wako. Sema mashetani wapigwe. Mashetani wapigwe. Na mimi nikiwaambia saa hii imefika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amua, sio kila mahali utaingiza miguu yako ukaabudu. Mahali hakuna moto wa Mungu usiende. Kuna mahali utaenda utoke na kifafa. Utaenda utoke na mashetani. Where there is no fire, there is no God. Because our God is a consuming fire. Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Nimependezwa na ndugu moja, nimesikia saa ya testimony akisema aliuliza kanisa moja nzuri, akaambiwa hiyo iko hapo ni kelele. Kwa hivyo hawakusema ni mbaya, wamesema shida ni kelele.
Na huyo mtu nimesikiza vizuri sana ushuhuda, akasema hapo kuna kelele ndio nata. Huyo mtu aongezewe maisha ya kuishi. Huyo ndiye anajua anatafuta nini. Mahali hakuna kelele hakuna Mungu. Maana anasema hata nifanyieni kelele za shangwe. Zamani walitutaganya wakatuambia Mungu anatakanga upole. Okaimbe wake mwithetie. Pigia Bwana kelele na shangwe. Rabado sakatayaba. Sema amen. Geukia mtu mwambie na adui za watu ni watu wale wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Aliyesema maneno haya ni Bwana Yesu mwenyewe, ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu. Sema amen. Hawezi mtu kufungwa kamba za mauti na za mateso na mtu ambaye hamfahamu, bali anayekufunga ni mtu anayekufahamu vizuri. Anajua atakufunga wewe kamba. Ndio wanatumia ndugu wa karibu, watu wa karibu kabisa. Ni mtu ambaye anakufahamu kabisa. Ambia mwenzako aliyekufunga ni mtu wa karibu sana. Aliyekufunga ni mtu wa karibu sana. Maadui zako wachanga kutafuta watu wa mbali. Sijui kama leo mtanipenda, lakini ukweli na anayekujua kabisa si mtu wa mbali yako, ni mtu wa karibu sana. Anayekuuzanga si mtu wa mbali, ni mtu wa karibu sana. Mtu wa karibu ni very dangerous. Yesu alichagua wanafunzi 12, lakini mmoja akawa devil, shetani. Mmoja ndiye akamuuza. Kati ya marafiki zako kuna mtu ambaye ni devil. Mmoja tu ni devil. Bado mnanipenda? Amen. Hiyo simu umejaza manamba ya simu. Wengine hapo kuna mashetani na umeweka hapo. Lakini ujisema Mungu nifunulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nasema hallelujah. Kule nyuma Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo sikiza, nikuonyesha hapa kuna vitu Mungu anajaribu kuzungumza hapa, na nataka ujue ya kwamba kuna vitu Mungu anataka ufahamu, na unaweza ukafungwa hizi kamba na mtu wa karibu kabisa, na mtu ambaye anakufahamu. Anafahamu unakaa wapi, anafahamu unasomea wapi, umeolewa wapi, unaoa nani, unafanya kazi gani, biashara ni gani. Yani anafahamu mipango yako yote, na Biblia inasema kuwa adui za mtu ni wale watu wa nyumbani mwake. Anayeweza kukuroga wewe ni mtu yule ambaye anakufahamu kabisa. Ukiona kuna mambo yako hayaendi sawa, ukiona umerogwa ili uungue magonjwa, ukiona umefungwa ili ukawe tasa, ukiona wamesha kufunga usifanikiwe, ujue kuwa aliyekufunga ni mtu anayekufahamu kabisa. Inua mikono mara 3, sema fire. Inua mikono, sema na watumia moto. Ninawasha moto. Aliye karibu na mimi haonje hii moto. Wanaonidharau, wanaoniwekea mitego na vifungo, na wako karibu na mimi, pokea moto ya kuwateketeza. Pokea moto. Wakitembea kwa nyumba yako kuanzia leo, Mungu hawakonfuse. Kuanzia mlango wa nyumba yako moto uanze. Wakiingia kwako wakonfusiwe. Kama anakujanga kulala kwa kitanda yako, akiingia siwe na amani, atatoroka mwenyewe. Atatoroka mwenyewe. Pokea fire. Nasema pokea fire. Usizime moto wa Bwana. Hii ndio itawakamata na itawaondoa. Yeyote aliye chini ya nyumba hii, pokea moto. Moto ya kuwateketeza. Moto ya kuwateketeza. Hallelujah. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah to Jesus. Amen. Kuwa makini na watu wa karibu sana. Saa zingine wacha kuambia kila kitu. Hata ile umeota unamwambia, anajua umefungwa mpaka level ngapi. Wacha vitu zingine wasikie by surprise. Wakulisange fulani, yaani ulikuwa na hii na huku niambia. Mwambie sio kila kitu ya kukwambia. Leo kuwa msiri. Ukitaka kukombolewa kuanzia leo kuwa msiri. Kuna watu kutumika, shetani anatumianga mtu wa karibu yako kukufunga kama ujui. Rafiki yako ambaye utalala na yeye, uamuke na yeye, uende na yeye, wacha awe Jesus. Mwingine awe pastor yako. Pastor anakupenda hata uwe na shida za aina gani. Hata ukija hapa usijifanye uko rafiki ya watu sana kuliko hata mchungaji. Utakuja kujua ujui. Watakunyonga.
Na ukiona mtu ni rafiki ya watu na si rafiki ya pastor na mke wa pastor hana shida, ana tatizo. Huyo ni weapon ya shetani inatumika hapa. Shetani upanda mpaka watu wake kanisani. Si ndio? Na anawatumia kuua kwaya, kuua praise and worship, kuua kanisa. Kila kitu. Ambia mwenzako isiwe ni wewe. Usiwe ni wewe. Mbona imani zimerudi chini? Amen. Ambia mwenzako kwani unajishuku? Kwani unajishuku? Mukamba asiana wati niweka hata. Mimi niliombea maadui wakachanganyikiwa. Mwingine alianza kunisengenya. Badala anisengenya ni mimi anapigia simu anaanza kunisengenya mimi. Leo wachanganyikiwe wote. In Jesus name. Mtu anaandika ujumbe akiambia watu mambo yako, anatuma wrong number anakutumia wewe. Kabisa. Sema Mungu confuse my enemies. Mungu confuse. Wachanganyikiwe. Wachanganyikiwe. Kuanzia leo Mungu atakuanikia. Wengine utalala leo na utaanza kuwaota. Na ukiwaota usiwaulize kuja uniambie kwanza nikutafsiria, usitafsiri vibaya. Hey! Ulizaliwa peke yako. Hata kama mmekutana mkiwa wazi. Destiny yako haijafunganishwa mahali, iko peke yako. Kabla uzaliwe umbike tumboni ya mama yako nilikujua. Na ndio mwingine alisema unadhani uombenza ando kaa mbenza. Hata kama niona unanyonyoa wacha. Ona kwa yangu wakinyozi chapa. Kuna watu wanatusaidia lakini ni kamba ndio wametufunga. Amen. Tunaelewana? Sema Mungu nipe baraka. Mungu nipe baraka. Hakuna kitu kizuri kama kubarikiwa mwenyewe. Mungu akubariki. Sema amen. Yaani iwe si mtu anakupa pesa, Mungu ndiye ana supply. Sema amen. Mtu akikusaidia atakusaidia na atadai kitu. Kweli ama si kweli? Na Mungu akikusaidia Mungu atende kitu kuanzia leo. Wakikuuliza waambie ni Bwana. Ni Mungu. Mtu aseme amen. Hii siwezi ni Mungu. Ni Bwana ametenda. Haleluya. Umevalia haje vizuri na una kazi, waambie ni Bwana. Bwana ametenda. Ni Bwana ametenda. Hatuishi kwa sababu ya kile tuko nacho, tunaishi sababu ya imani. Amen. Sio ya kile umeweka kwa account. Wacha hii mambo ya kujihurumia, maana atika mshahara kanaingia kadogo. Au uishi kwa sababu ya salary. Kwa imani vitu vitakuja hata hujafanyia kazi. Yes. Mungu atanena na watu wanatakuwa msaada kwako. Yes. Mungu ataamurisha watu watakuwa baraka. Yes. Au watoto watasema kuwe na pesa kusiwe na pesa. Yes. Wewe kile kinahitajika kuwa na imani ya kwamba aliyenipa hao watoto ni mwaminifu. Yes. Somebody shout fire. Mungu hawezi kukuleta hii adhiriva akutese, amekuleta kukiwa na sababu. Yes. Baraka zako ziwe zako, hautaibiwa, hautanyang'anywa, hautafungiwa. Hii Nairobi baraka zako ni zako. Hizo baraka zako yeyote aliyejichukulia asiachilie. Yes. Amen. Hata yeyote ana washirika wa hapa, kuanzia hii wiki nimeanza musako. Waanze kuhudhuria kutoka kesho. Mpaka Sunday mtu yeyote anafaa kuwa hapa hawe hapa. Hata kama atakuwa anapanda SGR kutoka Mombasa na kuja kushiriki hapa, aje hapa. Hapa ni mlima wa moto. Amen. Somebody shout fire. Fire. Somebody shout fire. Fire. Sema amen. Abia mwenzako tafuta Mungu mahali anapatikana. Manda balanga hivyo la uonekana. Jamani, kanisa yetu tunakaanga upstairs car. Sisi tunataka kutafuta Mungu mahali anapatikana. Hata kama ni chini ya mti ya mnanasi. Hapo kama yuko wacha tuende hapo. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Amen. Watu ambao waliwahi kufungwa kamba na ndugu zao wa karibu ni kama wafuatao. Nikuonyeshe kidogo kisha nimalize. Hawa ni watu waliofungwa na kamba. Nikuonyeshe tu hapa alafu nimalize. Na wa kwanza Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo. Yeye alishambuliwa na mwanafunzi wake kabisa ambaye alikuwa ni mtunza hazina. Naye ni mwingine, naye sio mwingine, ni yule anaitwa Yuda Iskariote. Huyu Yuda alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo ambaye alitembea pamoja na Yesu kila mahala ambapo alikwenda. Alikula pamoja na Yesu, alikaa na Yesu, na labda hata wakati mwingine labda alivaa mavazi ya Yesu. Lakini ukiangalia katika Biblia, huyu Yuda aliamua kumgeuka Yesu na kumsaliti.
kwa kumuuza kwa vipande 30 vya fedha. Hivyo ninathibitisha kuwa adui wa mtu ni wale watu wa nyumbani mwake. Anayeweza kukufunga wewe kwa kamba za magonjwa, mateso, vifo, umaskini na nuksi na balaa ama mikosi ni mtu ambaye anakufahamu kabisa, ni mtu wa karibu. Yes. Yesu ameuzwa na mtu wa karibu. Sikiza Matthew chapter 26 verse 14. Inasema wakati mmoja wale thenashara, jina lake ni Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakao nipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi ya kumsaliti. Kumbe alilipwa in advance. Ambia mtu, labda kuna watu wamelipwa in advance. Kuna watu wameonwa in advance. Judas alikuwa anahudhuria mikutano ya Yesu, lakini alionwa kando in advance. Maana Biblia inatuambia hapo tukimalizia, akawa anatafuta nafasi apata kufanya nini? Kumsaliti. Inua mkono, sema yeyote aliyekula chochote aniangushe, animalize, aniangamize kuanzia dakika hii. Yeye na kile alipokea na wote waliomtuma ninawaweka kwa shimo moja, wateketee by fire. Mipango yote, mitego yote waliotega nimeitegua, nimeiangamiza, nimeivunjavunja, nimeipondaponda, nimeikamata. Wamepanga hiyo kazi, utaifunga na uende nyumbani. Wao ndio wataenda na watakuacha. I reverse hayo maneno. Hayo maneno yao na warudishia kwa jina la Yesu. Watangulie. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana mmoja tulifanya kazi huduma pamoja full time. Siku moja ikawa sasa wale wasichana walikuwa wanapika tunyama, sisi wanatuwekea mifupa. Kijana akakasirika akasema, wewe hivyo mnaona mkijidai na chakula na ni ndini si yenu, Mungu anaenda kuwatoa hapa kabisa. Yule msichana akafisi huyo kijana kwa ujasiri, akamwambia, na nyinyi mtaenda mniache hapa. Ambia mwenzako, fire for fire. Fire for fire. Thunder to thunder. Maneno mengine si ya kunyamazia. Mtu anakuangalia anakuambia hata kama ni HR. Amen. Inua mikono, sema aliyesema sitakaa kwa ndoa. Aliyesema sitakaa kwa ndoa. Aliyesema sitafuka niolewe. Aliyesema sitafuka ng'ambo. Kama kuna relationship uliingia na mtu mlipoachana akasema na hutawahi ona ndoa, after that akakutumia mateso, leo ndio siku yako ya mwisho kukaa kwa mateso. Hiyo yote nimechukua na nimekufungua. Ukianza leo kuondoka hapa, hayo manyanyaso yanamrudia. Hautatokea kwa anga yake kuanzia leo. Hiyo mateso Mungu anasema enough is enough. Hata wewe kuanzia leo huna furaha, na yeye aingie kwa hayo mateso. Inua mikono, shout fire. Tunaona kuwa Yuda alienda kwa watu waliotaka kumuua Yesu na kuambia kuwa atapata nini ili amsaliti Yesu. Inawezekana kuwa kuna mtu wa karibu yako kabisa ambaye unamwamini kuwa yeye ndiye msaada wako, lakini anaweza kuamua kukuua wewe kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji ili wakakuroge, na saa zingine hawakosi kuja kwako kukupigia simu, lakini wanatumika kwa njia moja. Leo Bwana afungue macho yako. Praise the name of the living God. Nasema Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mbona siwasikii? Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha watu ambao waliwahi kufungwa kamba na ndugu zao wa karibu, na nikakuonyesha, nimekuambia wa kwamba ni nani wa kwanza? Sema Yesu Kristo. Wa pili ni huyu anaitwa malaika Lucifer. Sema Lucifer. Zamani alikuwa na kajina kazuri wewe, Lucifer. Kuna mtu amezaa mtoto akamwita Lucifer? Ama mwenyewe alikosea na jina ikawa mbaya? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo alikuwa ni malaika ambaye alipendwa sana na Mungu, alikuwa karibu sana na Mungu kuliko malaika wote. Nisikize kwa makini. Lucifer alikuwa ndiye malaika aliye karibu sana na nani? Ambia mwenzako sikia haya.
haya. Alipendwa kuliko wengine. Yaani huyu alikuwa ni kerubi afunikae, alikuwa anaachilia sifa mbinguni, yaani alikuwa ni malaika wa sifa. Lakini Lucifer alitaka kumpindua Mungu, alitaka kumgeuza Mungu. Watu wa karibu ni watu dangerous. Alitaka kufanya nini? Kumpindua Mungu. Na Mungu alimpa docket kubwa. Alikuwa ndiye anafunika mbingu na manukato ya sifa. Lucifer aliumbwa kitu kinapendeza, akiinua mguu inacheza vinumbi gita, mikono akiinua inakwambia kila aina ya music unajua nzuri, inatembea inafunika. Wa malaika wengi wakawa upande wake, na akajinua akaona ako juu sana, akaanza kutaka kumpindua hata Mungu mwenyewe. Malaboshalabazaya. Bwana Yesu asifiwe. Waletanga kwako kabisa, ni mabesti zako, si ndio? Ukipinduliwa hutajua. Mimi Angela nilishangaa sana. Unajua hiyo wimbo? Kubarikiwa ni nini? Aya, kuna wengine aliimba akasema yeye alikuwa na rafiki waliyependana saa. Wangapi wanajua hiyo wimbo ya Angela? Maombi waliomba pamo, siri waliambiana, akampeleka kwa mchumba wake na akafanya nini? Siku moja alishangaa simu hazichukuliwi. Yule best yake ule mtu unapelekanga kwa boyfriend yako, utakuja kujua. Sinamwambianga yote. Nimeona hata kwa mitandao. Hapo nimeona kwa mitandao. Msichana anasema alishangaa kuona picha zimepostiwa. Boyfriend wake ambao amepanga kuoana na best friend yake ambaye amemintroduce kwake, aliona picha yeye ako Ushago Christmas, alienda Ushago na wao wanaposti wakiwa wanaogelea baharini Mombasa. Alifaint kuamuka, alienda akaoga akarudi. Iko kwa mitandao, nimeona hapo kwa TikTok. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kila saa hata mkienda kwa hoteli si utapiga na upost na upelekee marafiki, utajua ujui. Hii watu unaita marafiki. Sisemi uchukia watu, lakini kuwa na akili. Hata huwa na marafiki, weka mipaka. Mimi sitakuwa, mume wangu atakuwa mpweke, nataka ukuje umpaki, ukimpikia akimkipu bise, sawa, tutakukipia bise. Utakipiwa bise. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wamama hai, si uliolewa na ukafika na ukazoea, si uko ni kwako, si ya utafuti sasa, lakini hata kuvaa umeacha kuvaa. Jua kule nje zinavaliwa. Hizo vituko ni kuacha, mtaacha hapa. Na kwanza mtu akuja kuniambia umenyang'anywa bwana, tutaketi hapa nikusomee kwanza. Hiyo kujifunikanisha hivyo, unajifukanisha, ukikuja unazima taa unalala. Mtu anafikiri alioa ngiza hapo. Hata ajui ile urembo uko nayo. Hiyo nonsense utaacha. Vitu vimeadvertisewa kwa barabara yote kwa mitandao. Na wanaume ni macho, si kitu kingine, kuona peke yake. Saa nyingine kaa vizuri mbele ya mume wako. Hizo vituko mtaacha hapa. Yes, hata baba amepiga makofi hapa. Dera valia ukienda soko, ukiwa na mume wako, wacha. Kwani Mungu aliumba Adam na Hawa na wote akaweka wakiwa tupu, uchi. Hizi nguo unavalia sababu ya watu wasikuone. Ukifika kwa mke wako nakata badoshi, wacha ajue hii mnyinyi ziko huku. Wacha guzaguza, ingize mkono aguzaguze hii manyoya za wanaume ziko huku. Maana maandiko yanasema hauna mamlaka juu ya mwili wako, ni mume wako. Mwili wako si wako, ni wa. Itikia hivyo na unakanga hapa mbele, nitauliza Grace. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna watu unishangaza, akitoka aende kazi amevalia kamini wapi? Tusubabaisa ndio tunaonanga miguu. Akirudi kwa mume wake anavaa ndera na t-shirt na jeans. Utaamuka siku hiyo uende kwa mama yako, nisikuone area hiyo.
Sisi tunatakanga kuona, tumeumbwa hivyo hiyo ndio shida yetu. Hata uwe na Holy Ghost ukiona ni mbaya hii macho haijui. Hata Waswahili wanasema macho haina pasi. Hizo vitu kama si zetu, funika vizuri. Ni sawa? Usikii mwanaume mmoja alipitishwa gari kwa sababu alikaa na mama ananyonyesha mtoto. Naye mama anaanza mzaa. Nyonya ama nipea ango. Kwa mama muache kuweka watu kwa majaribu. Nyonya ama nipea nani? Jamaa hata alisahau mahali anashukia akapitishwa. Maana nangojea ango apewe. Nataka niletewe mke wake nifundishe yeye kidogo. Inua mikono, shout fire. Ya. Wamama wazee wazee leo hata utaona wakinipa sadaka na wanipeangi. Leo nimewatetea. Alafu wakofane wanatumanga wakiwa wamejificha. Nitaangalia Kasimu utaona tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na mimi leo sifichi. Ukipiga ukituma tu naangalia kama nina namba ya mama, napiga simu nasema barikiwa. Baraza unasikia? Na ukituma tu nitasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii maisha haitakangi vituko mingi ama kujifanya, si ni kweli? Life is real. Life is real. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikufuata kwa sababu ya jinsi muonekano wako, si ni kweli? Kwani nini inapendezanga mtu? Si ni muonekano wa mtu. Lakini ukienda ukae kwa nyumba ya mtu mwezi mmoja unazoea. Utajua macho yake ukaangi nayo. Si anaendanga nayo na macho? Mama anasema pastor hubiri ingine toka hapo. Sawa, nimesikia. Sema malaika Lucifer. Malaika Lucifer alitaka kupindua nani? Alitaka kupindua katiba ya. Kwa hivyo vitu zingine zako si kusakwambia kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeleta watu karibu, biashara yako kila kitu unawaambia. Ukipata mtaji unasema, ukipata hii unawaambia. Wao ndio awalali wakikuroga. Hata mwingine anaenda bathroom anasema wewe iangalia sasa, tulikaa naye kwa shida, ni haja anapenya mbele yangu, anatafuta namba ya mganga, anaanza kuambiwa vile atafanya. Nimeochi kamuvu kengine kadogo kamewekwa pale. Napendanga kuona tu vitu sometimes. Nikaona mama ameolewa ako na mume. Alafu anaamuka usiku, anafungua mlango, anatoka hapo kwa corridor. Kumbe kuna mganga anakujanga tu, wale waganga wanaapia hata bila nyinyi. Anaanza kumwambia mbona haijawaka huyo mzee wangu. Mzee naye Mungu anamuamusha tu. Anatafuta mama ameenda wapi. Anasikiza kwa mlango, anasikia anaongea na mganga hapa. Hata kama kuna mtu alikulaza usingizi wa uchawi itaisha leo. Yes. Itaisha leo. Yes. Uwe sensitive hata kama umelala. Yes. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Pepo itaingia hapo ukose kujua. Inanyonga watoto, ikinyoa watoto, ikiwapaka Q-Tex kwa midomo na kwa miguu. Na wewe umelala unangorota hapo. Saa zingine ukikosa usingizi, enda sitting room ukaombe. Labda kuna vitu unafanyiwa ni vile hujui. Mtu akosangi usingizi bure. Something is happening in spiritual realm. Pastor, niambie nimekosa usingizi. Amuka uombe. Mungu anasema uombe. Kuna watu wanakufungia destiny saa hiyo. Sema amen. Kuna mama sijui anashiriki church gani hapa, alikuja hapa akaniambia akapatangi usingizi. Wanaishi hapo Lokana na hapo. Ni wa dini. Nikamwambia mami, nilipomwangalia Mungu akanizungumzia. Akaniambia huyu mama, mwambie leo saa fulani amuke aombe. Nikamwambia leo nitakuombea, lakini usiku saa fulani weka hata kama ni alarm uombe. Walikuja na husband yake. Mzee akafurahi akaniambia tutaomba leo. Wakaenda wakaweka alarm. Bwana Yesu asifiwe. Walipoweka alarm saa 6:30 ilipofika ya usiku wakaamuka wakaanza kuomba. Walipoanza kuomba, mahali wanakaa ni pale kwa gorofa. Kwa dirisha yao pale chini wanaonanga mahali mama anauzia. Wako na kibanda ya sukuma wiki. Alipoanza kuomba, mama akitembea akasikia kitu namwambia aombe hapo kwa dirisha, kaewa kakiingia. Akaona mchawi akiroga kwa kibanda yake. Kwanza analala hivi, anainua maleso, anafanya nini, akaita mume wake kuja uone. Vitu
vitu zingine Mungu alishazungumuza, ni pile ulidharau. Hiyo kesho yake akakuja akaniambia, pastor, ulituambia tusilale tuombe. Tuliona mchawi wetu. Nauliza, muliona uso? Tulimujua. Huyo ndiye anaturoga. Mpaka imagine saa 6 ya usiku mtu analalia kibanda yako. Anainua manguo yote juu, anailalia, anakuroga. Alafu anaacha kakumi hapo. Sema washindwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Mwingine ambaye aligeuziwa, Daudi alikuwa na mtoto aliyemzaa ambaye alikuwa anaitwa Absalom. Wangapi wanajua Absalom? Daudi mwenyewe. Daudi alikuwa na mtoto ambaye aliitwa nani? Absalom. Huyu Absalom alikuwa anataka kumuua baba yake, yaani Daudi. Absalom aliamua kutoroka na Ithofeli ambaye alikuwa ni mshauri wa baba yake, akamtaka mwambie mbinu watakazotumia kumuua baba yake, yaani Daudi. Absalom, tukiangalia kwa Bible, alikuwa ni mtu wa karibu kabisa kwa Daudi, alikuwa ni mtoto kabisa wa kuzaa, lakini alitaka kumuua baba yake. Na hivyo hata katika maisha ya kawaida unayoishi, mtoto wako na ambaye umezaa anaweza pia akageuka na kuamua kwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi, ili kwamba wakutumia wewe majini, majoka, mapepo na vitu za aina fulani. Siku moja mtoto anaweza kuamka na akakukana na akakumbatia watu wengine. Sema amen. Siku moja mahali tulikuwa tunakula nyama choma sana pale Murang'a. Kuna mzee Mkurino alikuwa anapika, yani anachoma nyama unasikia. Kuna mzee mmoja wangu wa chache alikuwa anapenda sana kuniambia, pastor, umehubiri sana, haleluya, pumzika kidogo, twende tukule nyama choma. Ananipeleka mahali tunakula nyama choma. Kingaiko ile bino hoke leo hando tazwinde. Hamjasikia wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulikuwa tunaenda Homos kila Sunday. Mzee naye Mungu ambariki. Wewe ndio Mungu alikunenea tukuje huku, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Siku moja yule mzee atungechomewa nyama na mtu mwingine, yule Mkurino, mzee mzuri sana, anachoma nyama yake. Kwanza tukifika pastor kuja onja hii na onja pastor kuna onja hii nayo na ananikatia onja hii. Yaani kabla hata tupimiwe yetu nakuwa niko sawa huko. Siku moja tukaenda tukakuta Mkurino hayuko. Kauliza Mkurino wako wapi? Naona wamama wanatuangalia na huruma. Mkurino wetu wako wapi? Nauliza manager. Manager, Mkurino yuko wapi? Hamujasikia? Ameuawa usiku. Na nani? Na mtoto wake. How? Ati mtoto wake ametoka all the way from Nairobi akaenda akanunua mafuta ya taa na akachukua shoka na kisu na akamngojea kwa mandisi akiwa karibu kufika kwa nyumba. Na haja kwa sana na babake. Babake akitoka kazini saa 4 saa 5 ya usiku kuchomea watu nyama choma, akamwekelea shoka hapa chini na akamkatakata, akamweka kando, akamwagilia petroli na akachoma na akaenda. Nakwambia toleanga watoto sadaka, kazi yako kababa, haleluya, nakupenda, sawa. Mtoto umebeba, umemtunza, umemlea, umemsomesha, umemfanyia, ako Nairobi anafanya kazi, badala ya kusaidia anaenda kuchukua majini, anaitishwa sacrifice, anatoa mama, anatoa baba ambaye amemlea. Iko ama haiko? Wengine unaweza kaa hapo na picha yako imepeana kwa Illuminati. Inua mkono, sema, Baba, watoto wangu walinde kwa damu yako. Kwa damu yako. Na ni mtu wa karibu anachukua akili zao, wanageuza, wanaanza kukute. Si kupenda, si kawaida mtoto wako akuje kukudhuru. Maana damu iko na nguvu. Kweli ama si kweli? Kuna mtu amemgeuza akili. Waombe, usiwachukie. Bado mnanipenda mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine wacha kutetanisha na mume wako, piga magoti, omba. Bwana asifiwe. Samson alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, alichaguliwa na Mungu ili awe muamuzi wa Wayahudi dhidi ya Wafilisti. Lakini unaona kuwa wakati
wakaja ndugu zake wa karibu wakasema kuwa tutakufunga sana, lakini hatutakuua na kisha tutakupeleka kwa Wafilisti. Hii inamaanisha kuwa inawezekana hata na wewe leo hii una vifungo vikubwa ambavyo umefungwa na magonjwa, mateso, shida, balaa, vitu vya aina fulani ambazo umefungwa na ndugu wa karibu kabisa, labda wamekuzunguka, lakini leo hii lazima kamba hizo zikatike kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Samueli wa pili 22 verse 6 inasema, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Kamba za kuzimu. Kwa hivyo shetani ana vitu zake anatumia, zinaitwa na ndio ukisikia tunaongea wachawi, majini, manyoka ya kichawi, hizo ndizo kamba za shetani. Anaweza akatumia na akakufunga. Ndio maana mambo yako hayaendelei. Praise the name of the living God. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna kamba ambazo zinaweza kutoka kuzimu na zikazunguka mtu, na kisha mitego ya mauti inakabili mtu, mitego ya madeni, mashida, magonjwa. Kamba hizi unakuta za kuzimu zikizunguka, basi ujue kuwa mitego ya mauti pia inakupata. Ukifungwa na kamba za kuzimu, basi jua kuwa mbele yake kuna mitego na kuna mauti. Yaani mauti ya ndoa yako, mauti ya afya yako, mauti ya elimu ya watoto, biashara yako, kuna mauti ya mipango na kadhalika. Tunaposema mauti hatusemi ukazikwe, lakini unaweza kuwa mauti ya pesa. Kuna watu wanahitaji hapa tuende ibada tukafanya ya ufufuo, tufufue pesa zao, maana ziliku. Uliza mtu, ni wewe? Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ili ufanye kitu kama maana lazima usaidiwe. Ukule vizuri lazima ualikwe dina na mtu. Ndio ukosangi wedding, maana huko utakutana na nyama. Sema shetani utakufa siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwimbaji mmoja wa Kikuyu aliuliza Mungu, aliandika barua moja kubwa na akaanza kusomea Mungu. Anauliza sasa, Mungu, hata nguo zingine nzuri naonanga watu wakivaa, kwani mimi siwezi vaa? Nyumba nzuri naona watu wakikaa, kwani mimi siwezi kaa? Hata mimi haki nipi? Akaanza kuimba wimbo namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumeanza kutamani maisha mazuri hata sisi. Nimekataa kufungiwa mahali pamoja miaka nenda miaka rudi. Uliza mtu, yani umekaa hapo miaka ngapi? Yaani ukitoka kwa huu mlango na urudi kwa hiyo shida, sielewi itakuwa ni nini. Leo lazima utafunguliwa, na leo si lazima hata ukubali. Mbona umekuja hapa? It is by force by fire. Hautatoka kwa hiyo shida. Utatoka kwa hasara kuanzia leo. Yes. Utatoka kwa hasara kuanzia leo. Hautakuwa unaenda kwa kitanda badala usingizi ni maombolezo na kilio. Hata wewe utalala kama wengine kuanzia leo. Hiyo shida ukiondoka, ukienda hivi nayo iende hivi. Hamutaenda njia moja. Yes. Umasikini na madeni hamutatembea njia moja leo. Hamutaingia nyumba moja. Amen. Tuelikano mbe mwezi wao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. Amen. Si upigie Bwana makofi yaliyo hai. Yaliyo hai, yaliyo hai. Hey, kamba za mauti zilinizunguka, basi jua kuwa mafuriko ya uovu lazima yakukute sometimes. Sema mafuriko. Mafuriko Ya mashetani. Saa zingine unaona mafuriko, kumbe unaambiwa shida zinakuja kwa kishindo na uelewi. Ninaondoa kila mafuriko unayosukumiwa na wachawi. Unaota maana kuna watu wamekutana mahali wanakupangia. Hizo mafuriko nazisambaratisha. Yes. Yaani kwenu kusiwahi toka shida, iishe leo. Iishe leo. Iishe leo. Iishe leo. Iishe leo. Iishe leo. Yes. Hata wengine leo fika kwa nyumba uitwe bebu na mume wako uangalie ushindwe. Ama ako na kisu, ama ni mtego. Wanajua kuna mama alipikiwa na mume wake na anajua mume wake ni mbaya. Hiyo siku aliomba Mungu akasema, kumbe ulinipangia nikufe tu baada ya kutoka church. Juu mume wake amempikia vizuri, akaweka, akaosha vyombo, akaandaa chakula imefunikwa. Alipofika anakaribishwa, chakula inafunguliwa na karibu. Akajua imewekwa sumu hiyo. Si kawaida ya hii mtu inipikie. Mungu ageuze kwako, badala kuwe kuzimu, kuwe mahali kwa shangwe. Yes. Mungu anaweza akageuza. Yes. Hageuze kuanzia leo. Yes. Somebody shout fire ya. Fire ya. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma Zaburi, Psalms 18 verse 4. Tunaambiwa Psalms haina chapter. Psalms 18 verse 4 and 5. Kamba za mauti zilinizunguka. Mafuriko ya uovu
Sikiza, mafuriko ya. Kwa hivyo ukiota na mafuriko, jua ni maovu yanakuja kwa maisha yako. Ambia mwenzako, ukianza kuona mvua kwa ndoto ya mafuriko, jua maovu yanakuja kama kitu ingine. Shida zitakuja mpaka utashangaa. Kama umeota na hiyo ndoto, hakikisha hujatoka kama hujakuja kwa altar call uombewe. Mvua ya mafuriko inaashiria nini? Sikizeni niwaambie. Mumeona vitu mkadharau. Mumeona juzi Nairobi kumenyesha mvua na hakukuwa mvua mingi, imebeba magari ikabeba watu. Mumeona hiyo? Iliashiria nini? Sema shida, maovu, matatizo na magumu. Kuna mambo magumu na mazito yako mbele yenu yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni interpreter na siwezi sema number 2, number 1 wa dreams. Nina interpretia watu dreams, wako US, wako wapi, wako all over. Na wananipigia simu. But ile siku niliona mafuriko, si kwa ndoto, kwa TV. Mungu aliniambia omba na muwe tayari. Manabii wa ukweli na watu wa ukweli waamke waanze kuomba kwa sababu ya nchi. Hakuna vile mvua inanyesha town, barabara zimegeuka zote zinakuwa mto. It has never happened. Mama alikuwa anakufia kwa gari na anatoka kazi. Watu walikuwa na bebo wanakutwa kwa mitaa, wengine mpaka leo hajawahi onekana. Inaashiria nini katika ulimwengu wa kiroho? Kuweni tayari, kuna matatizo zinakuja. Badala watu wapotelee kanisani, wanapotelea ba, wanapotelea kwa furaha. Kazini unaenda saa 11, unatoka saa 12. Kanisa unakuja saa 5, unataka saa 6 nimalize uende nyumbani. Ambia mwenzako, hiyo ni shida uko nayo. Hiyo ni shida uko nayo. Yaani unakalia kitu unasikia kama iko na mashindano inakuumauma. Hata maliza saa ngapi tuende? Sawa. Sawa. Hata mwimbaji ameimba sawa sawa, wanaimba nini? Sijui anamaanisha nini. Maliza nie? Ndio kuna siku utatafuta mtu wa kukuhubiria. Unakuja unakaa kanisani masaa 4 uko peke yako na hakuna mhubiri na utaki kuenda. Wacha hivyo, unakuja unaumwa ukitaka uende. Mimi nilifika hapa saa 11 sijui nataka ngapi, na nilikuta hani amesongesha mstari tu. Ako na microphone anatembea huku akiomba. Iva alikuwa ameshafungua kanisa huku anawafungulia mkuje muabudu, muombe. Praise the name of the living God. Amen. Ni wewe niliona asubuhi. Huyu brother alikuwa huku. Sio kama nilimkuta huku huyu. Pia ako huku anapambana akiomba. Wewe unalala na unasikia mtu mwingine anasema kanisa inampigia kelele. Badala ukuje huo. Hizi kelele, hii church ikiondoka hapa ndio utashangaa. Wengine mtachinjwa huku na wale ngaza, utajua kanisa ilikuwa na maana. Niliweka kanisa mahali, nilipoondoka walinipigianga simu. Pastor, afadhali ungekaa hapa, tuna hizo kelele zako jameni. Ulienda ukaenda na Mungu, ukaenda na biashara, ukaenda na security, ukaenda na kila kitu. Church ikiondoka ndio najuanga inafanya kitu. Wewe ni Mungu juu ya mabwana, ufalme wako wadumu milele. Wewe ni Bwana juu ya mabwana, umetukuka milele. Amin. Hata zihubiri tena, simama. Tutamalizia, iko mbali kuisha, tutamaliza siku nyingine. Simama kwa miguu yako, inua mikono. Nyosha mikono juu katika jina la Yesu Kristo. Rababoboshia labazika yanda. Reketaya bazo kaida labazai. Rabashanta laba. Nani atainua mikono aseme kamba nilizofungwa na watu, iwe ni marafiki, iwe ni watu wa damu yetu, iwe ni mtu nilisaidia, iwe ni mtu aliniendea kwa uganga na kupitia hizo vitu amenifunga,
hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike, hizo kamba zikatike. Inua mikono juu, ikatike. inua hiyo mikono juu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninasimama kama nabii katika madhabahu haya. Umenituma nikakatakate kamba ambazo zimefunga watu kupitia ndugu za karibu, marafiki, watu ambao tuliwahi saidia, watu wengine tuliwahi ombea, lakini wakageuzwa na adui. Leo ninasimama katika jina la Yesu kutangaza hawa watu waliofika kwa ibada, kuna kamba zinawaachilia waende kwa ndoa. Kuna kamba zinawaachilia. Wengine wamenyanyazwa bure, wengine wamenyanyazwa bure, wengine wamesukumiwa laana na magonjwa. Bwana, tembea katika nyumba. Tembea Yesu. Inua mikono juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mchana wa leo nimejua kuna kamba zimenifunga, kamba za kichawi, za majini, manyoka, roho za waliokufa, maadui, marafiki, ndugu zangu, watu wa karibu, watoto, watu walionitenda mabaya bila kujua. Wengine wakabeba nguo, wakabeba pesa, wakabeba mchanga, wengine wakachukua picha kwa mitandao wakaenda kunifunga, na bado wengine nakula na wao. Leo Bwana, nitenganishe na hizo vifungo. Nani atainua mikono na anze kuomba? Maana mkono wa Bwana unaanza kutembea. Mkono wa Bwana unaanza kutembea. Ninakamata kila nguvu za giza, ninakamata kila kamba zilizofunga maisha yako, kamba za mapepo, kamba za majini, maroho yanayokuja usiku, kumbe ni mtu ameituma kwako. Mahali ambapo unajikuta uendelei, walikufunga miaka 8 iliyopita. Haujawahi ona ndoa, haujawahi ona kazi, haujawahi ona pesa ya maana, haujawahi kubalika. Walikupiga na roho chafu. Leo kuna neema ya Bwana. Ninaachilia power, ninaachilia radi ya Bwana, ninaachilia operation ya Mungu, ninaachilia nguvu za Bwana katika nyumba, ninaachilia operation. Kila pando ambalo Bwana hajapanda likamatwe, likamatwe, likamatwe. Nyosha mikono juu. Holy Ghost fire! Ninatuma moto katika anga, naachilia moto kwa nyumba nzima. Kuna mtu ulikaribisha kwako, badala alipoondoka matatizo yakaanza, kumbe alienda kukufunga. Wengine wamekufunga kule baharini. Hizo kamba za giza ninaachilia power, zianze kunaswa, zianze kunaswa, zianze kunaswa. Hicho kitu amekuweka kwa tumbo, hicho kitu ameweka kwa miguu, hicho kitu ameweka kwa kichwa, ianze kukatika katika kwa jina la Yesu. Power ndio hiyo, power ndio hiyo, power ndio hiyo. Rabababababa, rabado shakata yanda. Nguvu za Bwana zinaanza kutembea, nguvu za Bwana zinaanza kutembea, nguvu za Bwana zinaanza kutembea, nguvu za Bwana zinaanza kutembea. Ninaachilia musako kila majini, kila nyoka iliyowekwa kwa mwili wako, manyoka yaliyowekwa kwa mwili wako, nyoka zilizowekwa kwa mwili wako. Mtu aliyebeba nguo yako akaigeuza ikawa nyoka, na hiyo nyoka inakuwinda, inakula baraka zako. Ninaua hizo nyoka, ninaua hizo nyoka, ninaua hizo nyoka, ninaua hizo nyoka. Kila moja inua kichwa. Ninaua nyoka, nyoka za wachawi, nyoka za ibilisi, ndizo hizo zinakamatwa. Musako ndio huo, malaika wameshuka, ndio hiyo power, ndio hiyo inakamatwa. Nasema ndio hiyo inakamatwa. Inua sauti kwa Bwana. Rabado shakata yalaba, lizkata ibada, luzkata balibasha, lazakata la 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 la. Oh baba baba, rabadosha ni wewe
ni wewe usiyeshindwa Baba, usiyeshindwa. mwambie ni wewe Yesu, ni wewe Baba Usiyeshindwa. ni wewe Baba, ni wewe Usiyeshindwa. sema ni wewe Baba, ni wewe Baba Usiyeshindwa. mwambie ni wewe usiyeshindwa Baba, Usiyeshindwa. sema ni wewe Baba, Ni wewe usiyeshindwa usiyeshindwa. inua mikono, sema ni wewe Baba, Ni wewe ni wewe Baba usiyeshindwa. Wewe Bwana ni wewe usiyeshindwa Baba, usiyeshindwa. ni wewe usiyeshindwa nyosha mikono juu, nione mikono juu kila moja, sema katika jina la Yesu, kuanzia leo kila kamba iliyonifunga, iwe ni kutoka kwa boyfriend, kwa former, yeyote niliyekuwa naye na alitumika kuniweka kamba, hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike. Kamba ya mtu tuliyeachana na akanifuata akaniwekea vifungo, kwa jina la Yesu hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike. Kamba ya umasikini iliyonifunga ikatike, roho ya madeni ambayo imetumika kama kamba, kama kamba kunifunga, sema ikatike, sema ikatike, sema ikatike. Ndio hiyo nguvu za Bwana. Anza kukata kamba, anza kukata kamba. Kuna kamba, kuna kamba, kuna kamba. Yes. Una destiny kubwa, lakini naona kuna kamba. Yes. Kuna kamba wamekuweka, imefunga maisha yako. Una destiny kubwa, lakini kuna kamba. Hiyo kamba, kamba, kamba. Mbona wafunge hatima yako? Hiyo kamba ipigwe, ipigwe. Kata, kata hiyo kamba, kata hiyo kamba, kata hiyo kamba, kata hiyo kamba, kata hiyo kamba. Una destiny kubwa, lakini wamekufunga kwa kamba, zimekufunga toka nyumbani. Yes. Hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike. Yes. Mtu aanze kuomba, mtu aanze kuomba. Yes. Kata hizo kamba, kata kamba. Yes. Yeyote aliyekufunga kwa kamba. Yes. Rabadusha kata yaba. Oh, kuna kamba wamekufunga nayo. Kamba, kamba, kamba za maagano. Fungua maisha yake, mwacha azae. Fire! Fire! Hiyo kamba ikatike. Hiyo kamba ikatike. Hiyo kamba ikatike. Hiyo mimba itatoka kwa jina la Yesu. Rabadosha katalabaza. Nani anaomba? Nani anaomba? Endelea kulitia jina la Bwana. Kuna kamba, sema kamba ikatike. Sema hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu. Rabadosha katayalabazika yandeleleleboza. Nyosheni mikono hapa, nyosheni mikono hapa. Huyu akaachiliwe masaa haya na dakika hii.
Huyu dada kaachiliwe masaa haya na dakika hii. Wewe ambaye umekaa kufunga maisha yake, wewe ambaye umekaa katika kitumbo lake na kuzazi wake, wewe ambaye umesema hatawahi kuwa na uzao, wewe ambaye unatoa mimba zikiwa ndogo, wewe ambaye unatoa mimba, nyoka unayekunywa damu kupitia maagano, wewe nyoka na kupinga, wewe nyoka na kupiga maagano ya vunjike. Mikataba fire kwa nyumba nzima. Riakatayaba. Anga yote inayo monitor ibada hii, roho zote ambazo zina monitor ibada hii, na watu wakikombolewa, ninawapiga na upofu, ninawapiga na upofu. Mashini zote za kuzimu zipigwe leo. Fungua huyu mama, achilia uzao wake, achilia uzao wake. Ndio hiyo. Inakamatwa joka, inakamatwa toa hiyo roho ya kutoa mimba, hiyo roho ya kukunywa damu. Nyoka za wachawi, nyoka toa hiyo. Wachana na hii mimba, toka ndani yake. Hiyo mimba itatoka. Mnataka kataliwe kwa ndoa, mnataka kataliwe kwa ndoa. Semeni fire. Hiyo damu inatoka ikauke masaa haya. Hiyo roho inaweka maagano, ninakuondoa. Ninavunja mikataba, navunja maagano. Hiyo roho umetupiwa ya kutoa mimba, hiyo roho umetupiwa ya kutoa mimba zikiwa changa. Hakuna mimba itatoka. Ninavunja hiyo laana, navunja hiyo laana. Wewe uliye ndani ya mwili huu, toka. Kila moja tuma fire. Haya, fuacha. Achilia maisha yake. Achilia maisha yake. Hiki kiumbe kilio ndani ya tumbo kiwe salama kuanzia dakika hii. Wewe ambaye unakula watoto, wewe unayekula watoto toka. Wewe unayekula watoto toka. Wewe unayekula watoto toka. Nyoka zichomeke. Rabadosha kataya labazia ndelelele boza. Talaba yalaba. Moto wa Bwana unakushukia. Operation ya Mungu ianze kazi. Hiyo damu ikauke kuanzia leo. Mimba yako hifadhiwe kuanzia dakika hii. Haitatoka tena. Kuna maagano, nakata maagano, na kuondoa kwenye maagano, na kuondoa kwenye mikataba. Yes. Popote mulipo, I can see you. Nina monitor madhabahu zenu, ninaziwasha moto. Hizo madhabahu zenu 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 ninaziwasha moto. Hiyo maagano ninavunja. Hiyo mikataba ninavunja. Mwachie huyu mama. Achia huyu mama. Achia maisha yake. Achia uzao wake. Achia uzao wake. Madhabahu upande wa mume wake, madhabahu yaliyo upande wa mume wake, ninayapiga. Madhabahu ya mumewe, madhabahu ya mumewe, madhabahu ya mumewe, ninayapiga. Madhabahu ya mumewe ninayawasha moto. Mikataba waliofanya ninaipiga na radi. Mwache. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Kila moja inua mikono juu. Kuna watu leo Mungu anasema atawaokoa na roho ambazo zimewapiga. Kuna vitu vingi nimeongea. Wengine umekishi kukunywa dawa za infections. Leo Mungu anasema enough is enough. Inaisha, si kesho, leo hii. Nitakuombea na ukitoka hapa ukashike hizo dawa zako kuanzia leo, na zingine ukunje na utupe ukisema bye bye, maana Yesu anakufungua today in the name of Jesus. Huyu nimemweka huru kuanzia leo, na nimesema kuanzia leo enda ukazae. Hiyo mimba yako iwe salama, enda ukazae. Nimekutoa kwa hizo maagano na hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Kila moja funga macho yako, inua mikono juu. Sema yeyote amefunganishwa na mimi, kwa anga yangu, na amekaa kunitesa, kufuatilia mambo yangu, kufuatilia maisha yangu. Kila ninapokuja kutendewa mazuri, anakuja na anaharibu. Leo ni yeye anaharibiwa. Leo angamie mwenyewe. Leo angamie mwenyewe. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Praise the name of the living. Inua mikono, funga macho yako. Rabado shakata ya labazinta labazaya. Inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu. Kuna mtu anakufuatilianga kama kifuli, anakaa na wewe. It's like shadow. Kuna watu naona wako na wingu tofauti, inakaa ikiwaandama, inafuatana na maisha yako. Leo kuna kitu Bwana anafanya kwa maisha yako. Roho fuatilizi, roho pelelezi ambazo zinapeleleza maisha yako. Kila wakati kuna mtu mzuri anaingia kwa maisha yako, zinaondoa. Kila wakati kuna kazi inakuja, zinaondoa. Kila wakati kuna simu ya maana unangojea, hiyo simu haitawahi kuja tena. Kila wakati maisha yako imefika mahali mambo yanatendeka tu. Yaani kuna vitu hauelewi vinatokea kwenye maisha yako. Leo ndiyo mwisho. Mashakata labasanta labazaya. Ribash. Wacha nipe watu nafasi wafike kwa madhabahu. Kuna mtu kabisa unasikia pastor anaongea maisha yangu. Kimbia mbele dakika moja tu, na muda wangu umeisha. Kimbia mbele dakika moja. Huyo dada amushwe ya muinueni huyo ako huru kwa jina la Yesu. Msimamishe, mumwekalishe kwa kiti. Mimi siwezi kubali kumpa shetani vile nimeteseka. Wewe ukitaka kujifanya mambo yako sawa, kaa huko. Inua mikono juu, Bwana kuonekanie. Rabashatala bazia. Mwache, wachana naye tu. Inua mikono yako juu. Kila mmoja anza kujiombea hapo. Mashakata labaza. Inua mikono juu, jiombee. Usitake kujua nani yako karibu na wewe. Shida yako ni yako wewe mwenyewe binafsi. Mungu amekupa chance siku ya leo. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Haja ya moyo wangu. Nyosha mikono juu. Ninaona rehema za Bwana zinaachiliwa. Naona 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 rehema za Bwana zinaachiliwa. Ora bado shakata yala bazai. Wachawi wa kutambua, waganga wa kutambua kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Mizimu ya kutambua, uliyekuwa atakayekuwa milele.
umejawa na mamlaka. Kuzimu ya kutambua, kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wakujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. uliyekuwa utakayekuwa milele, na kuinua Yesu, Umejawa na unastahili kuabudiwa Yesu, ninakuinua Yesu, ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Ninakuinua wewe, ninakuinua Yesu, ninakuinua Yesu, uliye juu sana, ninakuinua wewe, hakuna mwingine. kama wewe. Ninakuinua wewe, Ninakuinua Yesu, ninakuinua Yesu, uliye juu sana, ninakuinua wewe, hakuna. ninakuinua wewe. Sikia, sikia, sikia. Mizimu ya kutambua, wagawi wa waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Turudia hapo tena. Kuzimu ya kutambua, wagawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Rudia hapo tena. Kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Tuimbe hapo tena. Kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Tena tena. Kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Kuzimu ya kutambua, kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe ni Mungu, umejawa na mamlaka. Mwayo na kuzimu nekweze, kuzimu ya kutambua, wachawi na waganga wa kujua wewe, kuwa wewe. Uliyekuwa utakayekuwa milele, na kuinua Yesu, unastahili kuinuliwa Yesu, ninakuinua Yesu, ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Leo ndio siku yako. Leo Bwana anakutembelea. Leo Bwana anakutembelea. Leo Bwana anakutembelea. Leo Bwana anakutembelea. Leo. Power. Ndio hiyo. Angalia. Aya. Power ndio hiyo. Toa hiyo magano. Leo ndio siku yako. Toa hiyo magano. Kuna maagano ya damu ilifanyika. Maagano ya damu. Kuwe na mtu anamshikilia kwa tumbo. Toa hiyo kitu iko ndani. Toa hiyo damu. Toa magano ya damu. Toa. Nasema toa hiyo magano ya damu. Magano ya damu toa. Ninakamata hiyo magano. Kuzimu inakutambua. Mizimu inakujua wewe ni Bwana. Ninaachilia operation. Hiyo covenant ivunjike.
Rab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 a. Fire, fire, fire. Toa yote, fire. Toa vifungo, toa vifungo, toa vifungo. Rabado shakata ya labazaya. Wamekupiga vita, 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 vita. Bwana anakufungua leo. Wamekuwekelea, Bwana anakufungua leo. Wamekutenga, Bwana anakufungua leo. Wamesema uendi popote, Bwana anakukumbuka leo. Power ndio hiyo. Rabadadadada. Unatembelewa leo, unatembelewa leo, unatembelewa leo, unatembelewa leo, unatembelewa. Neema inashuka. Yes, power, power, power. Rabadababababababababa. Enda kwa anga ingine leo. Kukaa kazi, kusimamishwa, kufanya nini, hiyo inaisha dakika hii. Lazima wataachilia maisha yako leo. Nyota yako lazima wataachilia. Ikundo yuma kunde kieno mpaka medha sio munde. Hizo kamba, kuna kamba wamekushikilia nayo mahali. Ninaikata, 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 ninaikata. Sikia vile inakatwa kuanzia juu mpaka chini. Kamba inakatwa. Kamba, 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 kamba. Ilifunga mpaka watoto, ikafunga mpaka mzee, ikafunga mpaka hatima, ikafunga mpaka maisha yako. Kamba, kamba ikatike. Ndiyo hiyo, ndiyo hiyo kamba inakatwa, ndiyo hiyo kamba inakatwa. Fire in the name of Jesus. Toa, toa, toa hiyo kamba. Mwacha ende kwa baraka, mwacha ende afanikiwe. Nguvu zishuke kama radi. I set you free. Kamba zipigwe, kamba zilizokushikilia zikatike, zikatike. Hiyo maisha unakaa sio yako. Maisha yako haikuja dakika hii. Maisha yako ndio ninaita. Naita maisha yako, maisha yako, maisha yako. Mbona mlimuibia? Mbona mkafunga yeye kamba? Mbona mkafunga yeye kamba? Hey, power ndio hiyo, power ndio hiyo. Mwache, nasema mwache, nasema mwache. Kamba ikatike, kamba ikatike, kamba ikatike. Walifunga, walifunga, walifunga kamba. Hiyo kamba naichoma, hiyo kamba nateketeza. Ndio hiyo, ndio hiyo inakamatwa, ndio hiyo inakamatwa. Fire name of Jesus. Hiyo kamba ikatike. Ya moto kila mahali, moto kila mahali. Kwa mwili wote mzima moto ndio huo. Moto wa kukata kamba, kamba za kichawi, kamba za giza, kamba za kipepo, kamba za kuzimu, zikatike masaa haya. Holy Ghost, touch in the name of Jesus. Hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu. Yes, 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 yes. Hiyo kamba ikatike masaa haya in the name of Jesus. Hiyo kamba inakatika masaa haya. Oh, baba. Hiyo kamba ikatike. Enda ukapokea baraka zako. Hiyo kamba inakatika mahali walikuweka. Inuka, inuka, inuka in the name of Jesus. Hiyo kamba inakatika. Hiyo kamba mlimfunga miaka. Ninaikata, ninaikata, ninazikata hizo kamba. Hizo kamba zimemshikilia, iwe ni kutoka kwa ndoa za zamani, maisha ya zamani. Hizo kamba zikatike in the name of Jesus. Inakatika, hizo kamba zikatike leo. Hiyo kamba ikuachilie, hiyo kamba ikatike. Inua mikono juu. Hiyo kamba ikatike in the name of Jesus. Hiyo kamba hiyo maisha, hizo vifungo sio vyako. Ninakata kwa jina la Yesu. Ikatike hiyo kamba, ikatike. Hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike. Walikufunga kwa kamba zao, ninazikata, ninazikata. Hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu. Hiyo kamba ikatike in the name of Jesus. I set you free. Hiyo kamba inakatika masaa haya, masaa haya. Ikatike masaa haya, ikatike masaa haya. Hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike. Haitakufunga tena. I set you free. Hiyo kamba ikatike dakika hii. Hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu. Hiyo kamba ikatike in the name of Jesus. Hiyo kamba ikatike na wende ukafanikiwe. Hizo kamba watakufunga nazo. Maisha yako ianze kubadilika, ukainuke, wakuachilie, fanikiwa kwa kila hali. Hiyo kamba ikatike in Jesus name. Rabashantalabazaya. Ndiyo hiyo, ndiyo hiyo. Kuna kamba imefunga maisha yako. Unafaa kuwa mbali, wanakimbizana na wewe kila uchao. Ninawakamata. Mwache huyu. Fire in the name of Jesus. Mwache huyu. Watilia mashaki, watilia mashaki. Ninatilia moto. Napiga kila madhabahu, napiga kila madhabahu, napiga kila madhabahu. Sikia moto, moto kuanzia kichwa, moto kuanzia kichwa, moto kuanzia kichwa, moto kila mahali katika mwili wako. Napiga hiyo madhabahu, napiga hizo roho, napasua hiyo anga, napiga hizo ngome zote katika jina la Yesu Kristo. Ninakata hizo kamba kuanzia leo.
enda ufanikiwe, na kata hizo kamba, enda ufanikiwe masaa haya, na kata hizo kamba kwa jina la Yesu. Enda ufanikiwe, enda ufanikiwe, enda ufanikiwe. Fire, rababababababababa, fire in the name of Jesus. Toa vifungo ndani yake, huyu sio wenu. Toa hizo madhabahu, toa, 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 toa. Na mtoa huko, na mtoa huko mlimuweka, na mtoa huko kwa jina la Yesu. Kamba za Freemason, kamba za Illuminati, kamba za wachawi, kamba. Onyesha ishara, wewe ni wapi? Onyesha ishara, onyesha ishara nijue. Yes, naweka msako, msako, tuma moto mahali hapa. Holy Ghost, ninapiga na moto, napiga na moto, napiga na moto, napiga na moto. Piga nduru na uende, piga nduru na uende, piga nduru na uende. Chukua mizigo, anga yako na ikamata, anga yako na ikamata, anga yako na ikamata, anga yako na ikamata. Semeni fire, semeni fire. Nakata hizo kamba wamekufunga nazo. Holy Ghost, nakata hizo kamba walikufunga nazo in Jesus name. Nakata hizo kamba, nakata hizo kamba, nakata hizo kamba. Hizo kamba nakata, hizo kamba nakata, hizo kamba nakata. Hawatakufunga tena, wakuachie. Hizo kamba nakata, hizo kamba nakata, hizo kamba zikatike leo. Hiyo kamba ikatike in Jesus, hiyo kamba ikatike, hiyo kamba, kamba. Mwache huyu, mwache huyu, mwache huyu, hiyo kamba ikatike, hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu. Hiyo kamba ikatike, orababababababa, hiyo kamba ikatike. I set you free. Rabashantalabazaya los katalaba. Nyosheni mikono hapa, semeni kamba, kamba za kuzimu toa meza, kamba peleka huko, kamba ya kipepo, ninaachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Yes, namtoa kwa madhabahu, mikataba, maagano. Holy Ghost, chukua mizigo na uende. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka. Chukua mizigo, chukua mizigo, chukua mizigo, chukua mizigo, chukua mizigo. Wachawi, 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 chukua mizigo leo. Roho za nyoka, roho ya nyoka. Angalia, hii ni roho ya nyoka hii. Angalia, angalia, hii ni ile nyoka kubwa hii. Iko itai. Shika upanga kila moja wa kupasua, shika upanga kila moja. Holy Ghost, fire. Haya, tuma mara ya pili, fire. Tuma moto mara ya tatu, fire. Tuma mara ya nne, fire. Haya, shika vizuri, shika vizuri mara ya tano, shika vizuri mara ya tano. Madeva worshiper leo wanashwe, madeva worshiper, ufalme wako mara ya tano, achilia. Shika vizuri mara ya sita, mara ya sita tengeneza, lazima uende kuzimu. Tunapasua koo mara ya sita, achilia upanga. Aya, mara ya saba, mara ya saba kila moja andaa. Mara ya saba tunawaua, mara ya saba funga virago na uende. Mara ya saba, mara ya saba kila moja shika vizuri, weka nguvu, weka power. Mara ya saba sema wachawi, madevil worshiper, Illuminati, Illuminati, wapigwa na radi, wapigwa na radi. Mara ya saba, haya, kimbia, kimbia kuzimu. Yes, nakamata hanga yako, hanga yako, sarenda, kimbia kuzimu, kimbia, kimbia, kimbia. Hapa sio mahali kwa die by fire. Nikuachie Andi, Andi ako wapi? Wewe ni Andi? Andi, unafanya nini? Umemfanyia nini Andi? Ongea. Andi, Andi, wewe ni Andi? Ndiwe umemfunga muda gani? Asifanye nini? Asiendelee? Nini ingine? Asifanye nini? Ulitumia mbinu gani? Ulitumia nini? Ulichukua nini yake? Oh, ni nyoka. Ukaweka nyoka ngapi? Ngapi? Ni mbili. Zinakaa wapi? Zinakaa wapi? Hapa. Hapa. Waachilia mkono moja nionyeshe. Wapi? Iko wapi? Nionyeshe. Hapo ndio kuna nyoka. Nyoka mbili. Kazi zingine ya nyoka zinafanya nini? Mnaona, unaweza kaa na nyoka zinakaa. Sasa huyu ana nyoka mbili ndani yake.
Mchawi ana uwezo wa kukuweka manyoka na unatembea na manyoka. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema tumfungue? We anti, unaitwa nani? Jina lako ni nani anti? Pascalia. Uko wapi saa hii? Uko wapi? Uko nyumbani? Kwa hawa umefunga wangapi? Nani mwingine umefunga? Sister yake. Pia yeye umemweka nyoka ngapi? Umemweka nyoka ngapi sister yake? Auntie. Sasa unasikiaje? Hii umewahi kutana nayo? Unanijua? Auntie. Mimi naitwa Mlima wa Fire. Naitwaje? Mimi naitwa Mlima. Haya Auntie, jiandae na kupasua leo. Toa hizi nyoka. Na kamata nyoka Auntie. Nyoka, semeni nyoka zipigwe. Ninakamata nyoka za Auntie. Chomeka sasa, toa nyoka, mwachilieni. Toa nyoka. Toa hizo nyoka, toa zikufe. Toa nyoka zote. Tumeni moto hapa. Ninaachilia moto kila mahali. Hizo nyoka ziondoke. Zimemtesa huyo binti. Zimemtesa huyo msichana. Hizo nyoka za wachawi zikufe. Nyoka mbili. Semeni pasua. Ninapasua nyoka mara ya kwanza. Semeni pasua. Mara ya pili napasua. Nyoka zinaenda, ndizo hizo zinaungua moto. Ndizo hizo zinachomoka. Angalia zikichomoka, ndio hiyo. Nyoka zinatoka. Nyoka enda kuzimu. Enda ukichomeka. Si mnasema fire. Nikisema enda ukichomeka mnasema fire. Enda ukichomeka. Toka ndani yake. Enda ukichomeka. Enda kuzimu. Madhabahu yako tunapiga. Nyoka zingine zote tunakamata. Nyoka zife. Ninaua nyoka zako. Andi naua nyoka zako. Naua nyoka. Hizo nyoka ziteketee. Pigiani Bwana makofi, manyoka yanakufa. Wacha tutoe manyoka hapa. Makatalaba. Hizo nyoka zako nimeua na nimetoa. Kuanzia leo usiwahi fanya kazi ndani yake. Nimemfungua huyu, nafungua mpaka sistake. 1 2 3. I set you free. Pigieni Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi yaliyo